Naam, karibuni tena ndugu mtazamaji wa GMTV. Kama gishi mnavyoona hapa tuko kwa chef de cas anaitwa kwa jina la Ngisi Gabriele. Vile vile tumemfuata baadhi, kuna maneno tumeenda tunasikia kutoka kwa watu fulani hivyo. Kuna maneno baadhi tumekuwa tunasikia hapo nje kwa wakimbizi, na tumemfuata hapa hivi ili aweze kutuexplique au atuelekeze kwa kuhusiana na hayo maneno tunasikia. Na hapa kwenye mic hapa ni Omarion Breezy, nyuma ya kamera ni Mr. Kimya Kimya. Karibuni tusikie maneno ya ndugu Ngisi Gabriel. Cameraman. Ndugu journaliste, kwa majina naitwa Ngisi Gabriel, jina maarufu hapa kambini wananijua kwa jina ya Gabi. Neno ambayo ndaweza kuambia wa opposant wangu ni kusema tu kwamba walikuwa wa opposant kipindi ya vote. Hivi hatuko tena mvote. Nipenda tu nibatangazia kwamba nimesha kuwa kiongozi wa kambi. Ni kusema kama neno opposant haiko tena, kwa kuwa wote wanakuwa sasa kwa uongozi huu. Kivyangu mimi sina ubaya ama rankine na mtu. Najua kama tuko mu demokrasi, kila mtu yuko na droit ya kuonesha kote yenye yeye anapendelea, na mimi naheshimu hiyo. Ni kusema kwamba kwangu mimi sikuikamata kama ubaya, lakini imekuwa ubaya juu yenye wamesema kama mimi nimetumika vibaya, imekosolewa na nini na watu kunichagua tena. Inasema tu kama sikutumika vibaya, nimetumika vizuri. Nao kama wanapenda waone gisi mimi natumika, inabidi tu waniangalie vizuri gisi ninavyotumika. Nadhani kama hata mwaka kesho sitakuwa tena na opposant, wote watakuwa rafiki zangu. Kuhusu wanamke wa Kirundi kutora ama kutokutora, hiyo kwanza tunapasha kufuata sheria. Ifo tujiulize sheria inasema nini. Kama sheria inaruhusu wanamke wa Kirundi kutora, maana yake commission electorale yenyewe ilikuwa faible. Parce que commission electorale ndio nyingi pasha kusiege juu ya hiyo. Mimi nilikuwa kandida, hiyo haiko kazi yangu. Lakini kama haiwaruhusu, ni kusema commission electorale ilikuwa nzuri na ilifanya kazi yao vizuri. Hiyo tu ndio jibu niko na. Ni kwenu kuangalia sheria ya kambi, kujua ni nini inahitajika kwa Warundi na ni nini ambayo haihitajiki. Ya kizushi ni kawaida. Hata wenga wanasema kama muti mwema njoo yenyewe unafaka nini, unatupiwa kama mawe. Ni kusema kwamba wakati watu wanatafuta bubaya kwako wanakukosa, wanakuaka hata wanajikaza kusema yale ingine mazuri kwa mabaya. Hivi kuna ubaya gani mimi kupenda wamama wajane? Kuna ubaya gani mimi kupenda mayatima? Na mtu ambaye hapendi wajane na wayatima, huyo kweli tunaweza kumwita mtu? Kwangu mimi najua kama napasha kupenda wajane, kwa kuwa wale wajane njoo waliozala, walituzala sisi. Wale wajane njoo wana mashida nyingi zaidi ya ule ambaye ana mume mnyumba. Mayatima njoo wa kwanza ambao tunapasha kukua nao karibu. Sasa kwangu mimi kukua karibu na wajane, kukua karibu na mayatima, haijaishi awe mzee ama awe kijana, msichana au mvulana. Hiyo mapendo ambayo ninayo sio mapendo ya kimapenzi ya bibi na bwana, lakini ni mapendo ya ile utu. Niko na ile ya uchungu, paske na mimi niko yatima, na mimi nimeona wajane, nimeishi katika manyumba za wajane. Kwangu mimi ni funzo. Nikiona yatima, nikiona mjane, kwangu mie najisikia hata nimsaidie, hata na vile vyote niko nawe na mimi nibakie vile. Sasa ile upendo wa kupitiliza inatuma wale wengine ambao hawana upendo nao wanaona kama vile inakuwa ni yengine namna ya kupenda. Hivyo hapana. Kwangu mimi sikuiona kama wamenichafua. Kwangu mimi niliona kama wananipa power mbele ya Mungu. Wao walikuwa wanaikamata ile kuwapenda kama vile ni kutaka kuwaprofite. Lakini kwangu mimi ile kuwapenda ilikuwa kuonesha mbele ya Mungu kama mimi nina share na wajane na wayatima kwa ajili ya kile kidogo kinapatikana. Na kila ule mtu mwenyewe anatetea mjane na yatima maisha, mimi nawaza hata mbele ya Mungu ana baraka. Kwangu mimi sikuiona kama vile vitusi. Kwangu mimi juu sikukuwa na ubaya ndani mwangu. Kwangu mimi niliona tu ni sawa. Mtu anasirikaka wakati wanakuambia kweli ambao hukupenda baijui. Lakini wakati unanisemea uongo yenye mimi mwenyewe sijui, sione kwa nini kusirika. Kwangu mimi naona tu kama ni vile haunijui tu, umesema yale ambao
yamekuwa akilini mwako, basi ni hivyo tu. Ni kweli yale ambayo walisema kwangu, mimi naita kama wale watu na wakamata kama vile washenzi. Mimi sikukomala msituni. Pale njeko tuna utofauti na watu wengi ambao wako wanasema hayo mambo. Mimi nimekomala muvile. Ayenyo mnasemaga mkiswahili yenu ya Tanzania, mjini. Mimi nikomalia mjini. Kuna wale ambao walizoea kunawa muruzizi, mimi nimezoea kunawa mpisini. Shida yenyewe walikuwa nayo ni nini? Nijo waliona kuna msichana pembeni yangu. Kuna wengi ambao walisema kama ule msichana ni mtoto ambaye nakaa naye nyumbani wa familia Dakei. Wamejidanganya tu. Sio mtoto wa familia Dakei, ni ndugu tu. Mwenye tuliishi naye sio hapa kambini, hata na kule Bujumbura na huko Mabukavu tumetoka, tumeishi pamoja. Donc ni maisha yetu ya kawaida. Kunao mpisini tangu tuko watoto, tumekomala hivyo tunanao mpisini. Ni kawaida. Sasa mukambi wao wanawaza kama ukishakuwa chef de camp manake ni kusema kama hata ukienda kunao mpisini unavala costume. Mimi sio hivyo. Nilikuwa na nao mpisini, sikukuwa na nao uchi, nimekuwa nimevaa. Kwanza nyuma ya ile picha ukiangalia mzuri kulikuwa vijibaba ambavyo vilikuwa na matumbo viko bifua wazi na mapwale huko kote na masuvetma wako wananao. Na ni watu wakubwa sana mnivo ya Bujumbura. Eske mimi kukuwa chef de camp nazidi sana au wa president wote ambao wananawa? Ukienda kwa marezo sosio kuko ba president ama inchi benye bananawa biko juste mukaboka bifua wazi. Mimi nilikuwa navala sengle na kiloti juu nilikuwa niko na wadogo zangu. Sio tu huyo msichana ambao wanasema, nimekuwa na familia nzima, wadada zake na wakubwa zake wote. Kwetu si ni maisha ambayo tunakomalia, tunazoea. Sasa ni kawaida mkambi walituona humu wakawaza kama njoo hivyo gisi biko, lakini wamejidanganya. Ndio maana mimi vile vitu vyote kwangu sikuvikwazikia, abikuni kamata muda sana juu niko baba. Kwangu mimi nina watoto wa familia Dakei, sijui mnabaita aje. Nina watoto wawili wa familia Dakei. Nina watoto wa dada yangu wa yatima, dada yangu aliyekufa. Nina watoto wangu, kwangu mimi na familia kubwa. Kwa maana ile roho ya kupenda watu na kupenda watoto Mungu amenipa. Huyo mtu ambaye alisema hiyo maneno ni mtu ambaye alikuwa bado halijui. Amesema yale ambayo ameona tu kambini na walikuwa wanatafuta nipate shida. Waseme niko nafanya maubakaji na kadhalika ili mimi nikamatiwe. Lakini nashukuru Mungu tu. Ubaya ambao walinitakia umewarudilia wao wenyewe, na mimi najua kama haki itaendelea kuwa haki katika dunia. Hata ufanye nini kama mtu uko na haki, wewe hawezi enda kuleta bongo. Mungu atakukonfondre tu. Na mimi nawaza Mungu alibakonfondre kwa ile ubaya ambao walikuwa wananitakia hapa kambini, na kushusha heshima zangu ambazo nimezipata kwa yasho na kwa kuimerite kwa ajili ya gisi nimetumikia watu. Ni hivyo tu. Nashukuru sana kwa hiyo swali. Nikusema kwamba kambini mabadiliko ni kila siku. Tukisema ile kitu banaita plaidoyer, utetezi sio wa siku moja. Kama watu wako 8,000 katika kambi ya Kinama, kazi yetu kubwa sisi kama vile wa chef de camp, kwanza tungekuwa wa chef de camp, tuko wa representant wa refugie. Representant mkiswahili mimi sijui Kiswahili vizuri, sijui kama ni muwakilishi wa wakimbizi. Yaani mimi ni kinywa, ni miguu ya wakimbizi. Niko pale kwa ajili ya kutetea mkimbizi. Nikusema kama hiyo kazi ambayo nimefanya ile miaka 2 sio kusema kama ilikuwa wakimbizi wote nikawatetea. Kuna yale ambayo yaliwezekana, kuna yale ambayo hayakuwezekana. Sasa kwa niaba ya yale ambayo yaliwezekana, kwa wale watu ambao yaliwezekana kwao, naweza sema heri kwao. Kwa wale wote ambao haikuwezekana, ndio maana tena niko pale kwa ajili ya kujaribu. Sitasema kama mimi ndio nakuya kuwezekanisha vyote, hapana, siko Mungu, niko mtu. Lakini nakuya kufanya kile chote kikitawezekana kwa ajili ya kutetea zile shida za wale wengine ambao hawakupata ile bahati ya kujibiwa kwa mahitaji zao kumandaa yangu ya kwanza. Na mimi nawaza hiyo ndio ilikuwa objective ya kwanza ya watu kunichagua tena. Ni kama kulikuwa shida 200, nikaweza 100.
Wale wengine 100 nao waliona kama nikipita pale nawezekana niweze zingine hata 20. Ni hivyo, ni kusema kwamba mimi nimepita pale, yale ambayo yamewezekana sitayasema, ni mengi sana, ila nakuja tena kwa yale yengine ambayo ilishindikana, ambayo nayo kukipatikana uwezekano iwezekana. Sisemi kama nakuya kushindwa vyote na sisemi kama nakuya kuweza vyote, lakini nakuya kufanya ile ambayo ni nzuri kwa ajili ya wakimbizi wote. Okay, natumainia wakimbizi wanakusikia na wanasikia maoni yako yote kama vile baba yani mtetezi. Okay, na tukisharudi nyuma au tukishaenda kwa neno ya inaitwa G7, sijui upande wako unaweza kusema neno gani kuhusiana na G7? G7 sijui gisi naweza kuisema, lakini mimi najua kama ile ilikuwa ni maneno ya mkampani, sio maneno ya kupeleka kwa mitandao. Ila kenye mimi najua tu kama tuko kabila 8 kambini, na ile kabila 8 kila watu walikuwa na gisi yao wanataka madaraka, lakini mimi sione kwa nini kuongea kwa ajili ya maneno ya mkampani. Najua kama mkampani kuna semewaka kila kitu kinawezekana ili tu mtu apate madaraka. Ndio maana ile maslogan mkampani mimi siamini sana, lakini mimi ninachoamini mimi ni kwamba nimepita kwa ajili ya wakimbizi wote wa kambi ya Kinama. Hayo yengine makundi ni kuwauliza wao wenyewe, lakini kuhusu majeseti na vingine mimi sijue ile. Mimi najua tu kama kuko famille jaune, nuru ya wakimbizi na maendeleo ya wakimbizi na umoja wa wakimbizi, mutualite 8. Yale yengine yote ni kuwauliza wao wenyewe wahusika, lakini mimi sijue chochote kuhusu hayo mambo yote. Okay, kama tukirudi hapo umesema kama kuna kabila 8 hapa, ila tunasikia zenye ziko ni G7 kawaida kisi wanasema. Je, tukiuliza wewe kabila yako uko kwenye hiyo G7 au uko kivyako, yani kabila yako iko kabila zingine yani? Mimi kabila yangu ni mkimbizi. Ukinisikia mahali kote hata kwenye kampeni nina kabila moja tu. Niko mkimbizi. Kwa kuwa ukikamata karte yangu ya refugee hakuna hako kabila yangu. Kuko tu hako ukimbizi. Mimi najua kwamba hakuna mtu mwenye hana kabila. Kila mtu ana kabila. Na mimi nina kabila. Na hapa kambini nina kabila ndani ya base de données ya HCR. Lakini kama niko hapa mkambi sina kabila, niko mkimbizi. Ile ni kitu ambacho watu wengi hawapendi kuelewa. Kabila inaendanaka na lugha na udongo. Hivi nikuulize ndugu yangu journalist, nani ana udongo hapa kambini? Udongo wa Wafuliru huko hapa? Udongo wa Wanyamulenge huko hapa ama Wavira? Sasa mimi kwa nini nikaseme kabila yangu wakati niko kwa Batu? Kwangu mie kinachonitosheleza ni kukuwa mkimbizi mkongomani. Inatosha. Kama unapenda uje kabila yangu, batuletee rapatriement. Tukishafika tu pale Uvira, utaanza ona barabara nitaelekea, wewe pekee utajua kabila yangu ni kabila gani. Lakini mimi najua kama niko pale mkimbizi mkongomani kwa ajili ya wakongomani wenzangu na wakimbizi wenzangu. Hiyo kwangu mimi inatosha. Itu wale ambao wako wanapenda kuleta mabikundi fulani ni kuambia hapa tuko kuinchi ya Batu, tuko kwa Batu. Na hapa kwa Batu kwenye tuko hatuko sanse kuishi ukabila, lakini tuko sanse kuishi ukimbizi. Sijui kama umenielewa. Ile ni shauri tu kidogo nilikuwa napenda kupana. Kusema G7 kama ni mutualite 7, sijui mutualite nyingine moya njoo inakuwa 8 kama njoo gisi yenye biko. Kwangu mie sione kosa. Lakini wakati yenye kunakuwa sasa ubaguzi mwa ile uundaji wa zile mabikundi, hapo ndio kunakuwa kosa. Hivi nikuulize, wewe unasema juu ya G7. Eski hapa mukambi tuko group sociale 7? Alors, juu ya nini hatuwezi sema G8? Kwangu mimi najua kama kuko G8. Parce que tuko group sociale 8, ile moneta nyima mutualite. Kwangu mimi siitake ma mutualite, na itaka tu ma couche sociale, ma groupe social.
Juu tuko watu ambao tulitoka huko na kule, tunakuja kukutania hapa kambini. Na mimi kwanza napasha kukuambia kama hapa hatuko mutualite munane tu. Tukifuata kila mtu na kabila yake kisa natoka Kongo, tuko zaidi ya mutualite 100. Lakini zinazojulikana kwenye UNHCR ni zile 8. Kumbi tuishi basi kwa ajili ya ile umoja wa mutualite 8. Kenye ningependa kushauria, tusikuye na politike ya kudivize pour régner. Unagabula watu juu uongozi. Hapana, ile ni mbaya sana. Lakini hapa kambini kwenye tuko mkambi, tuko sanse kuishi politike ya rassembler pour régner. We unakusanyisha batu wote juu baongoze. Unabaongoza bote kunia moja na kuumoja. Hapa kwenye tuko temporaire. Hata Barundi wanatuambia kwamba mu Burundi hakuna nafasi. Sidhani kama kuko mwenye atajitafutia nafasi yake hapa. Hapana. Yote tuko navyo ni vya kupita tu. Kumbi shauri yangu, tuishi umoja wa wakimbizi, tuishi maendeleo, tuishi mapendo, tuishi masikilizano. Ile ni kitu kizuri sana kuliko kuishi aba biko yabo ngambo, aba biko yabo ngambo, sio kitu kizuri. Ile tu bile vitu machakubiri, ma discrimination, ma racisme ni vitu ya kutia pembeni. Hapa kwenye tulikimbia Barundi banatuita tusibote impunzi. Hakuna mwe shaka ita mufuliro. Mubembe. Banataka tu mkimbizi. Sasa nashauria tu kila mtu kama tuishi ukimbizi kuliko kuishi ukabila. Kama unapenda kuishi ukabila, ukikutana na ndugu yako mnaongea lugha moja, muongee. Lakini kama mko pamoja mkambi, tunaishi ukimbizi. Hiyo tu ndio shauri yangu. Kwanza mimi mwenyewe naona sasa ni cheke tu. Nimekanyaga bendera ya nchi gani? Huyu ambaye amesema vile, sijui kama amejiwaza nini. Mimi si ukanyaga bendera ya nchi. Mimi nimekanyaga uchawi ambao umefungiwa kwa mlango yangu. Hivi hebu niletee ile video. Ile video sio ya bendera, ni kusema kwamba mimi sikukanyaga drapo. Umu hatuna drapo. Hivi kitambala ya bamama ni fulari. Uiangalie ile video, ni fulari, sio kitambala. Ni fulari ya mama yenye sijui walifanyisha nini, wakakuwa wakaiweka kwa mlango yangu, wakaua manjiwa, wakamwanga damu ili mimi nitambuke sijui ni kwe nini. Wale ambao walisema eti mimi nimefanya wote nikanyaga kitambala, nikanyaga drapo ya G7. Baniambie drapo ilikuwa na nani, ilitoka wapi, na abo G7 ni nchi gani? Mimi najua kama nilikuwa naondosha bulozi kimila yetu. Ndio nilikuwa naiondosha. Kama unakuta kitu kiwalikutilia kwa mlango ukijue, wanapasha kukikanyaga na kumaliza kukikanyaga, wanakitoa, wanakipeleka pembeni. Na hawezi kitoa na mikono, wanakitoa na kifyagio. Sasa huyo mtu ambaye anasema kama ni drapo yake ni kanyaga, ni drapo inaitwa ya nchi gani? Ile inakuwa kama nchi gani ile G7? Tutaweza kuleta baende wakatuoneshe ile G7 yenye biko banasema ilitoka wapi na nani njoo president wake. Hiyo ni maneno mimi nilikuwa najua ni maneno ya mkampani. Watu walikuwa wanapenda kukokota wengine akili ili wawapate wawachague, lakini sikukuwa najua kama ilikuwa ni kitu yenyewe walikamata kama vile na kwa nchi. Mimi niko na kikundi changu, ni kikundi cha maendeleo, ni kikundi cha msaada kinaitwa Famille Jaune. Ni watu wengi njoo wanakamata kama vile Famille Jaune ni parti politique. Lakini sisi tunajua wazi kama Famille Jaune ni kikundi cha msaada kwa wale wasiojiweza. Na kama walikuwa wanavala bule ubitambala wa jaune, sio drapo. Ni rangi yenye inamaanisha ile nuru yetu kwa tunaleta kwa watu, faraja ambayo tuko tunaleta kwa watu. Sasa kuna watu ambao wanaelewa vitu vibaya, wanaanza penda kutubeba mubitu ambao vitatuletea shida kesho. Na ile ni akili mubaya ambayo mimi nasema ilikuibani. Naam, karibuni tena ndugu mtazamaji wa GMTV. Kama gisi mnavyosikia au gisi mmesikia maneno ya
chef de kawa hapa kambini Gasogo amezungumza mengi sana kuhusiana na yale mafoto, sijui ni mume wa wajane, yoyote mmesikia amezungumzia hiyo. Na vile vile msisahau kusubscribe na kucomment na kushare ili mkue mnapata vitu vizuri. Na hapa ndo tumefika mwisho wa kipindi chetu cha invité visité de la semaine, na tumekuwa na Ngisi Gabriel. Naam, tunashukuru sana Ngisi Gabriele kwa kutupatia maneno machache yanafungua wakimbizi, na vile vile na watu walio kusema kwa mabaya nao vile vile wamesikia kama wewe ni mtu uko sana Kabisa. Naam, tunashukuru baba. Asante sana ndugu journalist, nafurahi sana, na asante kwa Kasogo Media TV, na tunaendelea tu kuwaomba kwamba muendelee kuboresha zaidi sana, kwa kuwa watu wengi sana wanataka kufuata Kasogo Media TV, sio kwa lugha moja tu, inafaa mnatutilia na lugha hata mbili, Kifaransa, Kirundi chini, ili wale wengine ambao hawasikii vizuri lugha yetu ya Kiswahili wapate zaidi ya kusikia. Ili ni ombi yangu kwenu, hata kama wakuiniuliza. Okay sana, tutajitahidi hiyo kitu tutaboresha kama kawaida. Asante sana, tunategemea kama mna ile uwezo kama mimi na mtafikia. Naam, ndugu mtazamaji, tukutane kwa ingine wiki. Chao chao.